Ni siku nyingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, nikiwa na matumaini ya kwamba uko mzima wa afya popote pale ulipo kabisa. Habari zetu za leo tutagusia mageuzi ya katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia tutagusia habari za vita ambavyo vinaendelea kushamiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan huko Minembwe pamoja na sehemu zingine Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Karibu tuende sote. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, usikose kusubscribe ili upate habari zetu kwa muda unaofaa, lakini pia usikose kushare kwa wengine pamoja na kucomment ili tujue unatupata ukiwa wapi duniani msikilizaji. Tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako mageuzi ya katiba, pendekezo ambalo lilipendekezwa mwaka uliopita na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na chama kilichopo madarakani kwa sasa, limezua mjadala kwa vijana wasomi pamoja na raia wa tabaka zote nchini humo, hususan mashariki mwake. Wengi wanasema mageuzi ya katiba yanataka kufanyika kwa maslahi ya wanasiasa na sio kwa maslahi ya raia ambao wanaendelea kuteseka na vita mashariki mwa nchi hiyo. Ili kufafanua mengi zaidi, huyu hapa kiongozi wa vijana wasomi ndani ya tarafa la Fizi, Mchimbwa Ichukwe Mixon. Ameonyesha kwanza katiba iliyoko kwa sasa iliundwa kwa maslahi gani na kwa nini ibadilishwe. Mchimbwa Ichukwe Mixon, kiongozi wa vijana wasomi ndani ya tarafa la Fizi, alizungumza na Kwetu News 24 na kuweza kueleza yafuatayo. Cha kwanza, wale wote wanaosema wabadilishe, wanaosema wasibadilishe, ni lazima kwanza waelewe katiba hii ilitokea wapi. Tukirudia nyuma kihistoria, katiba hii ilisema iliundwa wakati watu wenye kusikilia silaha kwa wakati ule walijiweka pamoja na serikali, wakaenda Sam City huko Afrika Kusini, wakaunda hii sheria ambayo tunaiishi leo, na waliporudi wakatuambia tuchague sote ndiyo. Sasa wakati walituambia tuchague ndiyo, hatukujua tulichagua ndiyo sababu gani, lakini wale ambao walikuja kutuhamasisha kuchagua ndiyo walituambia mkichagua hapana, mumechagua vita viendelee. Kwa kuona kwamba nia ya wakongomani ni kutaka amani, watu wakachagua ndiyo. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria, kunapokuwa referendum ni lazima ile sheria, kama wamebadili katiba, watu waifunzwe siku 90 kabla ya uchaguzi. Watu waelewe ni nini wanaenda kuchagua. Ni ndiyo kwa sababu ya hiki na hiki, ni hapana kwa sababu ya hiki na hiki. Hakikofanyika, na kama kuko mmoja mwenye anaweza sema alisensibilize na akaelezea watu ukweli, mimi nimesema kidole changu nimekiweka wima kikacho. Sasa ukijiuliza, muasi na serikali wameenda kukubaliana na wamesema sote tuchague ndiyo, ni kwa faida ya nani? Faida yangu mimi raia au faida ya wao? Wakati Amplis 4 inaisha, Kabila alifikia kubadili vipengele vimoja bila kupita kwa referendum. Utauliza ilibadilishwa kwa sababu ya nini? Kwa faida ya nani? Kule kumwanzo atujue walitengeneza ile kwa faida ya nani, na huko atujue wanabadilisha kwa faida ya nani. Wale wametoka walikuwa na nia ya kubadilisha, walipoingia wakakataa. Wale ambao wameingia wamesema wasibadilishe. Sasa wao wamekuwa madarakani, wamesema na sisi tunataka tubadilishe. Wale ambao walitaka kubadilisha mambo yakakwama, wanasema leo katiba itobadilishwa. Ndo sasa nauliza, je, wanatumika kwa faida yetu au kwa faida ya nani? Jibu ni wafanya siasa. Siasa inatumika kwa faida ya wafanya siasa. Mgongano kati ya wafanya siasa, tubadili tusibadili, imekuwa kwa faida zao. Wale walikuwa na nia kubadili, wenzao wakawawekea vikwazo. Sasa wale ambao walikataa wasibadili leo wamesema ibadilike. Sasa wale ambao walisema ibadilike, kwa nini wasikubali? Kwa sababu nao walikuwa na nia kama na hiyo. Lakini sasa kwa kuangalia katiba kama ilivyo, ingekuwa wakongomani wafanya siasa wana nia ya kusaidia nchi, ingepaswa ibadilishwe. Kwa sababu gani? Nitawapa tu raia ambao watatufuata muda wa kusoma kipengele cha 217 ambacho kimesema hivi: nchi wakati inapofanya miungano na nchi zingine inaweza ikaache sehemu yake ya sovereignty, sijui ni explain nini mkiswahili, hadhi yake kwa nchi nyingine kwa faida ya ule muungano wa Kiafrika, Pan-Africanism. Na ndo tunaishi kwa leo.
este iko trouble kwa sababu ya zile maakoro. Ndio maana tuko tunaratifia panapa maakoro zenye ziko kufaida ya nchi. Sasa kama nimesema ingebadilishwa, si kwamba yote, ni lazima tujue watabadili nini. Nini nyote? Sinaona mimi nimetoa tatizo moja. Hiyo article ni tatizo na ni moja wapo ya ile ambayo yanatusumbua. Lakini wao sasa, kwa sababu nilisema ni kwa maslahi yao, hawatuambie wanapenda kugusa wapi na wapi. Kwa sababu kuna mambo ambayo hayatakiwi kugusiwa yako sawa. Mfano, rais atumike muhula moja ambao anaweza rudilia mara pili wa miaka 5. Hayakuwa tatizo. Ninaambia wakongomani wenzangu kwamba ni lazima tuwe makini. Anayetuambia tubadili, tumuulize tutabadili kwa sababu gani na nini ibadilike. Anayesema tusibadili, tumuulize kwa nini tusibadili. Hiyo itakuwa inasaidia watu. Kwa sababu tatizo ni kubwa. Mpaka leo wakongomani hawaijui katiba ya nchi. Na unapokosa kujua katiba, unahangaika. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kutokujua katiba yetu ni kutokuwa na maarifa. Kwa sababu katiba anaita ndio na Wafaransa wanaita loi fondamentale. Zingine sheria zote za nchi zinakamata chimbuko katika katiba. Sasa wewe ujue katiba. Kati ya mwaka Machi 21 na Disemba mwaka 2025, maombi 458 ya usimamizi na taarifa yaliwasilishwa na bunge la DRC. Ni maoni 22 pekee kati ya maoni hayo na maafisa waliochaguliwa. Sababu hasa ni ya kisiasa. Waandishi wa utafiti huu walibaini hayo. Kulingana na maandishi hayo, wingi wa wabunge wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unazidi kutofautiana. Bunge huelekea kufanya kazi zaidi kama taasisi ya usindikizi kuliko kama msimamizi na mkaguzi wa shughuli za serikali. Kitendo hichi kinaimarisha jukumu la rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa gharama ya serikali na kuchangia kulingana na ripoti katika kupitishwa kwa sheria za rais kwa serikali. Kutokana na mabadiliko ya katiba yaliyotolewa na kambi ya rais, mgombea wa zamani katika uchaguzi wa rais Denis Sesenga anasema hapana kwa marekebisho yoyote ya katiba. Katika muktadha unaonyesha tuhuma ya kwamba Felix Tshisekedi atatumia hilo kujipa haki ya kugombea kwa muhula wa 3. Rais wa chama cha Anvol pia anaishutumu serikali kwa kutumia vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kukwepa mahitaji ya kidemokrasia, na anawataka walio wengi kujiandaa kwa mabadiliko ya madaraka katika mwaka 2028. Denis Sesenga aliongea na vyombo vya habari Machi tarehe 21 huko Kinshasa na kumjibu Pascal Mulengwa. Mpango uliopendekezwa na walio madarakani ni kuanzisha upya mihula na kumpa Rais Tshisekedi fursa ya kugombea tena na kutumia madaraka maisha yote. Tumekasirika, alimaliza kusema Denis Sesenga, huku akiendelea kusema kuwa tunaamini huu ni udanganyifu mkubwa unaofanywa na serikali ambayo inatumia vita kama kisingizio cha kupuuza mahitaji yote ya kidemokrasia na hivyo kudumisha biashara inayochochea vita ndani ya muktadha wa vita hivi. Hivyo ndivyo amesema Denis Sesenga. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, asante kwa kuwa nasi kwa leo. Hii ni Kwetu News 24. Endelea kuwa nasi katika habari zingine zitakazofuata. Kwaheri kwa sasa.